Moja kwa moja kutoka katika jiji la Johannesburg nchini Afrika Kusini. Ini JCTV, chombo chako cha habari cha mtandaoni. Hapa tunakuletea taarifa sahihi za haraka na zenye uhakika kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na zile ambazo zinamgusa mkongomani aliye nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndani ya taarifa zetu tunakuletea uchambuzi kutoka kwa wachambuzi wetu, lakini pia ripoti mbalimbali kutoka kwa maripota wetu. Taarifa zetu zinajikita kwenye masuala ya kisiasa, kiuchumi, mazingira, jamii, michezo na kadhalika. Leo ni Jumapili, Juni 7, 2026. Tulionayo mchana wa leo: Kamishna wa masuala ya kibinadamu wa Ulaya kuzuru Bunya mkoani Ituri, na Kigali yadai kwamba pande zote zenye kushiriki mazungumzo ya amani lazima ziheshimu ahadi zao. Kuna hayo na mengine lukuki. Naitwa Bedi Jean de la Croix. Karibu tuangazie kwa undani kabisa taarifa zetu. Kamishna wa ushirikiano wa kimataifa, misaada ya kibinadamu na mwitikio wa mgogoro wa Ulaya, Haji Al-Habib, anatarajiwa Jumapili hii Juni 7 kwa ziara fupi Bunya, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mji mkuu wa mkoa wa Ituri umekuwa ukikabiliwa na mlipuko mpya wa Ebola tangu Mei 15 mwaka huu. Umoja wa Ulaya umejitolea kukabiliana na janga la Ebola. Umetenga euro milioni 15 za ziada kama msaada wa kibinadamu kwa DR Congo na pia kwa Uganda, nchi nyingine ambayo kwa sasa inakabiliwa na kuibuka tena kwa ugonjwa huo. EU, ambao ni Umoja wa Ulaya, pia imeanzisha usafiri wa anga ambapo inapeleka karibu tani 100 za vifaa huko Bunya katika siku za hivi karibuni. Kwa ujumla, ndege 8 zilizokodishwa na shirika la kibinadamu la Umoja wa Ulaya ECO na shirika la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF kusafirisha vifaa muhimu hadi Ituri kwa ajili ya kukabiliana na hali hiyo zilitua Bunya katika siku za hivi karibuni baada ya kusafiri kutoka Nairobi, Kenya. Safari hii ya ndege ilitamatika siku ya Ijumaa kwa shehena 2 za mwisho. Tani hizo 100 za vifaa zilisambazwa miongoni mwa wahusika mbalimbali huko Bunya. Usafirishaji huu ulijumuisha mahema, dawa na vifaa vya kinga. Pia waliunga mkono kuanzishwa kwa vituo vya matibabu vya Ebola karibu na Bunya, kitovu cha mlipuko huo. Kamishna wa Ulaya anatarajiwa kuzuru vituo hivi leo Jumapili Juni 7. Haji Al-Habib pia atakutana na viongozi mbalimbali huko Bunya, akiwemo gavana mpya wa kijeshi wa mkoa, Meja Jenerali Gabi Kasongo Mulumba, aliyeteuliwa siku ya Ijumaa kuchukua nafasi ya Jenerali John Luboya. Kigali yadai kwamba pande zote zenye kushiriki mazungumzo ya amani lazima ziheshimu ahadi zao. Rwanda imejibu kauli ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio, ambaye alikosoa Kigali kwa kushindwa kuheshimu makubaliano ya amani yaliyosainiwa Washington kuhusu mgogoro mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Marekani pia iliweka vikwazo kwa jeshi la Rwanda kwa kuunga mkono kundi la kisiasa la kijeshi la ACM23. Kigali imepokea kauli za waziri wa mambo ya nje wa Marekani, ikiwa ni pamoja na kutambua kwake juhudi za Rwanda za kuheshimu ahadi zake katika makubaliano ya amani ya Washington. Akihojiwa mbele ya kamati ya baraza la wawakilishi wiki, Marco Rubio alisema kwamba anaona kwamba mambo yanaendelea na anatumai kuondolewa kwa wanajeshi wa Rwanda kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ifikapo katikati ya mwezi ujao. Katika taarifa, Kigali ilijibu ikidai kwamba pande zote lazima ziheshimu ahadi zao. Katika taarifa yake, waziri wa mambo ya nje wa Rwanda Olivier Nduhungirehe alishtumu Kinshasa kwa ukiukaji mkubwa wa makubaliano na kushtumu uungaji mkono unaoendelea kutoka kwa serikali ya Kongo kwa kundi lenye silaha la FDLR waasi wa Rwanda, pamoja na mashambulizi ya ndege zisizo na rubani katika maeneo ya raia. Makubaliano haya yaweze kutumika kwa njia ya kuchaguliwa na majukumu ya kila upande yaweze kutenganishwa, Rwanda ilibainisha, ikiongeza kwamba upendeleo hauwezi kutatua tatizo. Tunaendelea kukusogezea taarifa zetu, mfuatiliaji wa matangazo yetu. Ni kwamba wafanyabiashara walalamika kutokana na kufungwa kwa mpaka kati ya Uganda na DRC. Biashara imesimama katika mpaka kati ya Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vizuizi vinavyohusiana na Ebola vinazuia malori na kusababisha bidhaa kuharibika. Wafanyabiashara wanasema wanapata hasara kubwa, huku mamlaka zikiimarisha hatua za kuzuia kuenea kwa virusi vya Ebola nchini Uganda. Kufungwa kwa mpaka kati ya Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na mlipuko wa Ebola kumesababisha usumbufu mkubwa wa biashara, na karibu malori 50 yanayobeba bidhaa yamekwama mpakani na kusababisha bidhaa mbalimbali ikiwa ni pamoja na chakula kuharibika. Hali hii inaleta ugumu wa kiuchumi kwa wakulima na wachuuzi wa eneo hilo, na inazua mjadala kuhusu hitaji la kusawazisha afya ya umma na mambo muhimu ya biashara ya haraka,
huku kukiwa na wasiwasi unaoongezeka kuhusu upatikanaji wa chakula na bei. Hayo yanajiri wakati shirika la afya duniani WHO linaripoti karibu visa 500 vya Ebola katika mlipuko unaokuwa kwa kasi nchini DRC na Uganda, huku vifo vikiongezeka ndani ya siku moja. Shirika la afya duniani WHO limesema karibu visa 500 vya Ebola vimethibitishwa katika mlipuko unaoendelea kushika kasi Afrika ya Kati, hali inayoongeza wasiwasi kuhusu ukubwa wa janga hilo. Katika ripoti yake ya kila siku, WHO imethibitisha visa 452 na vifo 82 katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku Uganda ikiripoti visa 19 na vifo 2. Hii inaashiria ongezeko kubwa la zaidi ya visa 100 na vifo 20 ndani ya siku moja. Maafisa wa afya wanaonya kuwa bila hatua za haraka za kudhibiti maambukizi, mlipuko huu unaweza kufikia kiwango kikubwa sawa na janga la Ebola la Afrika Magharibi mwaka 2014 ambalo liliua zaidi ya watu 11,000. Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Ghebreyesus anasema mlipuko unasonga kwa kasi na mataifa yanapaswa kuchukua hatua za haraka na kwa pamoja ili kudhibiti kabla hujasambaa zaidi. Na sasa tujielekeze moja kwa moja mkoani Kwilu. Kijiji cha Kikoti kilichopo katika eneo la Bulungu mkoani Kwilu nchini DRC kilishambuliwa na makundi ya watu wenye silaha siku ya Jumamosi, Juni 6, 2026. Taarifa hiyo imethibitishwa na msemaji wa kijeshi wa kanda ya 11 ya jeshi, Kapteni Anthony Mwalushai. Kwa mujibu wa jeshi, makundi mawili tofauti yalivamia kijiji hicho yakipora mali za wananchi na kuchoma moto nyumba kadhaa, jambo lililosababisha hofu kubwa miongoni mwa wakazi. Mamlaka za kijeshi zinasema kuwa makundi hayo yanaongozwa na watu wanaojulikana kwa majina ya Nzembe na Ezoka. Ezoka anaripotiwa kuwa ndugu wa Karaba ambaye kwa sasa anazuiliwa katika gereza la Kikwiti kwa tuhuma za vitendo kama hivyo. Washambuliaji hao, wengi wao wakiwa vijana wenye umri wa kati ya miaka 16 na 30, hivi karibuni wameunganisha makundi mawili yaliyopewa majina ya Monde Arabe na Amerike. Kulingana na jeshi, muungano huo unalenga kuimarisha uwezo wao wa kukabiliana na vikosi vya usalama vilivyopo katika eneo hilo. Kutokana na idadi ndogo ya maafisa wa polisi waliokuwa katika kituo cha polisi cha eneo hilo, walishindwa kudhibiti ukubwa wa shambulio hilo. Baada ya kupata taarifa za tukio hilo, kamanda wa kanda ya 11 wa jeshi, Jenerali Brigadia Richard Moyorabi, aliamuru kupelekwa kwa doria ya kijeshi usiku wa kuamkia Jumapili, Juni 7, 2026. Jeshi linasema kuwa operesheni hiyo ilifanikiwa kurejesha utulivu katika sehemu hiyo ya Kwilu na kuhakikisha usalama wa wananchi ambao waliweza kulala bila hofu ya kushambuliwa tena. Kwa mujibu wa jeshi, washambuliaji hao hutumia zaidi bunduki za aina ya kalibre 12 pamoja na mapanga katika kutekeleza mashambulizi hao. Vikosi vya usalama vimeeleza kuwa operation itaendelea hadi makundi hayo yao yamevunjwa kabisa na usalama urejee kwa kudumu katika eneo hilo. Aidha, jeshi limehimiza ushirikiano wa wananchi wote katika kupambana na hali hiyo ya ukosefu wa usalama. Limewataka wazazi, maafisa wa polisi na viongozi wa mitaa ambao watoto wao wanahusika katika vitendo hivyo kuwajibika ipasavyo. Mamlaka za kijeshi zimeonya kuwa mtu yeyote atakayesaidia au kuficha shughuli za makundi hayo atachukuliwa hatua za kisheria kwa kosa la ushirikiano na wahalifu. Shambulio hilo linaonyesha kuwa bado kuna maeneo yenye changamoto za kiusalama katika jimbo la Kwilu ambako baadhi ya makundi ya vijana yenye silaha huendelea kutumia vurugu dhidi ya wananchi. Polisi mjini Kinshasa wameridhishwa na utekelezaji wa hatua za usalama zilizochukuliwa wakati wa matukio ya kisiasa ya hivi karibuni, wakibaini kuwa yalidhibitiwa vizuri bila matukio makubwa ya kiusalama. Ni katika mkutano wa kamandi uliofanyika Jumamosi, Juni 6, 2026 katika ukumbi wa Blue Saloon wa kamisheni ya mkoa wa polisi wa taifa la Kongo PNC mjini Kinshasa, ambapo kamanda wa jiji, makamanda wa kamisheni za mijini, makamanda wa vituo vya polisi pamoja na vikosi vya uingiliaji wa haraka walitathmini utekelezaji wa maelekezo yaliyotolewa kwa ajili ya kusimamia siku ya tarehe 3 Juni iliyotangazwa kuwa nchi bila kazi na upinzani, pamoja na maandamano ya Ijumaa ya tarehe 5 Juni yaliyoandaliwa na muungano wa wananchi. Kutokana na tathmini hiyo, ilibainika kuwa maandamano na shughuli zote zilizofanyika zilisimamiwa vizuri na zilifanyika bila matukio makubwa ya kiusalama. Kuhusu siku ya nchi bila kazi, kamanda wa jiji aliwapongeza maafisa wake kwa weledi wao, hasa kwa juhudi walizofanya kuhakikishia usalama baadhi ya wakazi wa Kinshasa waliokuwa na hofu kutokana na vitisho vya
kushambuliwa kwa mali zao vilivyotolewa na baadhi ya wapinzani. Kuhusu maandamano hayo, kamishna wa division Israeli Kanto alipongeza mwitikio wa haraka wa askari waliokuwa wakisimamia waandamanaji, hasa baada ya kubadilishwa kwa eneo la mwisho la maandamano hayo. Ikumbukwe kwamba maandamano hayo yalipaswa kuhitimishwa mbele ya jumba la bunge, lakini hatimaye yalielekezwa kumalizika katika uwanja wa pembeni wa uwanja wa Mashujaa. Hatua hiyo iliwakatisha tamaa waandaaji wa maandamano, lakini polisi walieleza kuwa walikuwa wakitekeleza maelekezo yaliyotolewa na viongozi wao wa juu. Mkutano huo pia ulisisitiza umuhimu wa kuendelea kutekeleza maelekezo ya kudumu ambayo polisi wote wanapaswa kufuata katika kipindi hiki cha mvutano wa kisiasa unaohusiana na mjadala wa marekebisho au mabadiliko ya katiba. Mkuu wa polisi waliwakumbusha maafisa wake kwamba jeshi la polisi haliegemei upande wowote wa kisiasa na kwamba jukumu lake kuu ni kuhakikisha usalama wa wananchi pamoja na mali zao. Kwingineko ni kwamba jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limekemea kuendelea kwa shughuli za kijeshi za muungano wa RDF FCM23 mashariki mwa nchi, licha ya juhudi mbalimbali za kidiplomasia zinazofanyika katika ngazi za kitaifa, kikanda na kimataifa kwa lengo la kumaliza mzozo ambao umeendelea kulitikisa eneo la Maziwa Makuu kwa zaidi ya miongo mitatu. Akizungumza na waandishi wa habari Jumamosi, Juni 6, 2026, Luteni Kanali Maki Azukai, msemaji wa muda wa FARDC ambalo ni jeshi la taifa la DRC, alisema kuwa ahadi zilizotolewa katika mchakato wa amani wa Washington na Doha hazijafanikiwa hadi sasa kusitisha mapigano wala kuboresha kwa kiasi kikubwa hali ya usalama uwanjani. Licha ya juhudi za kidiplomasia zilifanyika katika ngazi za kitaifa, kikanda na kimataifa pamoja na ahadi zilizotolewa katika mchakato wa Washington na Doha, muungano wa RDF FCM23 unaendelea na vitendo vyake vya uhasama dhidi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, FARDC ilisema kupitia msemaji wake. Kwa mujibu wa jeshi la DRC, maeneo kadhaa ya Kivu Kaskazini pamoja na nyanda za juu za tarafa la Fizi na Uvira huko Kivu Kusini yanaendelea kushambuliwa na muungano huo. Katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kaskazini pamoja na nyanda za juu za tarafa la Fizi na Uvira, vikosi hivi vinaendelea kuwashambulia raia pamoja na baadhi ya nafasi za FARDC, hali inayosababisha vifo vya watu, kuhama kwa wananchi na uharibifu mkubwa wa mali, jeshi hilo lilieleza. FARDC pia ilikemea mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya miundombinu muhimu ya taifa, ikitaja hasa uwanja wa ndege wa kimataifa ulioko Kisangani katika mkoa wa Chopo. Muungano wa RDF AFCM23 unaendelea pia kushambulia miundombinu muhimu ya taifa. Mara kadhaa umetumia ndege zisizo na rubani au drone kulenga uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kisangani, jeshi hilo lilisema. Kwa mujibu wa FARDC, mashambulizi hayo yanaonyesha kuwa tishio bado lipo na linaendelea kuhatarisha usalama wa taifa. Mashambulizi haya ya mara kwa mara yanaonyesha kuendelea kuwepo kwa tishio linalotokana na muungano huu dhidi ya usalama wa nchi na miundombinu muhimu ya dola. Pia yanaonyesha nia yao ya kuendelea kuweka shinikizo kwa wananchi na vikosi vya ulinzi vya FARDC, jeshi hilo lilifafanua. Kutokana na hali hiyo, FARDC imesema imeimarisha hatua za ulinzi katika maeneo yote nyeti. FARDC inaendelea kuwa macho dhidi ya tishio hili na inaendelea kuchukua hatua zinazohitajika kulinda miundombinu ya kimkakati pamoja na raia, jeshi hilo lilisema. FARDC pia imeutuhumu muungano wa RDF AFCM23 kwa kutoheshimu ahadi ilizotoa katika makubaliano mbalimbali ya usitishaji mapigano yaliyofikiwa kupitia upatanishi wa kimataifa. FARDC inakumbusha kwamba muungano wa RDF AFCM23 umevunja mara kadhaa makubaliano ya kusitisha mapigano ambayo ulikuwa umeidhinisha. Licha ya juhudi zinazoendelea za kutafuta suluhisho la amani, muungano huu unaendelea na mashambulizi yake ya kuchochea uchokozi unaohatarisha juhudi za kuleta utulivu wa kudumu katika eneo hili, jeshi hilo lilisema. Katika taarifa hiyo, FARDC pia ilikemea kile ilichokiita kampeni za upotoshaji kufichua ukweli wa hali ilivyo na kuhamisha lawama kwa wahusika wengine. FARDC inabaini kuendelea kwa kampeni za upotoshaji zinazolenga kupotosha ukweli wa hali ilivyo uwanjani na kubadili mwelekeo wa uwajibikaji. Wakati wahusika wa vitendo hivi vya ukatili wanahusika moja kwa moja na mateso dhidi ya raia, wanaendelea kujaribu kupotosha maoni ya umma ndani na nje ya nchi ili kuficha wajibu wao, jeshi hilo lilieleza.
Jeshi la DRC limesisitiza kuwa linaendelea na operesheni zake kwa kuzingatia katiba ya nchi, sheria za kitaifa na wajibu wa kimataifa wa DRC. FARDC inaendelea kutekeleza operesheni zake kwa kuzingatia kamilifu katiba ya DRC, sheria za taifa na ahadi za kimataifa za nchi ya DRC. Inaendelea kujitolea kulinda raia, kulinda miundombinu ya kimkakati, kuyadhibiti makundi yenye silaha na ya kigaidi, pamoja na kutetea uadilifu wa mipaka ya jamhuri. Jeshi hilo lilisisitiza licha kuwepo kwa makubaliano ya Washington na mikutano ya tathmini inayofanyika mara kwa mara, hali ya usalama na kibinadamu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuzorota. Hali hii inatokea licha kuongezeka kwa juhudi za kidiplomasia zinazolenga kutatua mgogoro huo. Kupungua kwa imani kati ya pande husika pamoja na ukosefu wa nia ya kisiasa kutoka kwa baadhi ya wadau wa kikanda, jambo linalozuia utekelezaji wa ahadi zilizotolewa, vinaendelea kuwa changamoto kubwa kwa upatanishi, hususan Marekani na Qatar. Mataifa hayo yanaomba kuendelea kuongeza juhudi zao ili kusaidia kupata suluhisho la mgogoro wa sasa wa usalama unaohusisha waasi wa FCM23 ambao kisha inadai wanaungwa mkono na nchi ya Rwanda. Kutokana na hali hiyo, sauti mbalimbali katika ngazi za kitaifa, kikanda na kimataifa zimeendelea kutoa wito kwa wahusika wote kuheshimu ahadi walizotoa katika mipango ya amani. Hata hivyo, hadi sasa wito huo haujazaa matokeo makubwa. Pia mchakato wa Doha unaoongozwa na Qatar unaendelea kukumbwa na changamoto. Licha ya raundi kadhaa za mazungumzo, serikali ya Kinshasa na waasi wa FCM23 bado hawajafikia mwafaka kuhusu masuala muhimu yanayowagawa. Hatua ya mazungumzo inayofanyika Montreal nchini Uswisi, ambayo ilitarajiwa kuleta msukumo mpya, haikufanikisha matokeo yaliyotarajiwa. Aidha, kuzorota kwa hali ya usalama Mashariki ya Kati kumesaidia kuifanya dosari hiyo kupewa kipaumbele kidogo, jambo linalopunguza kasi ya juhudi za upatanishi. Na sasa tuelekee katika mkoa wa Ituri. Wafungwa 5 wa gereza la Bunia waliokuwa wakihisiwa kuwa na Ebola wamebainika kuwa hawana virusi hivyo baada ya kupimwa. Wafungwa 5 wa gereza kuu la Bunia mkoani Ituri waliokuwa wakihisiwa kuwa na Ebola wamethibitishwa kuwa hawana virusi hivyo baada ya vipimo vya mahabara kufanyika Ijumaa Juni 5 mwaka 2026 kwa mujibu wa mamlaka za afya na magereza. Hata hivyo, licha matokeo hayo, wadau wa mapambano dhidi ya mlipuko huu wamehimiza kuimarishwa kwa hatua za kinga, hususan kwa kuanzisha kituo cha uangalizi ndani ya gereza hilo. Vipimo vya mahabara vimethibitisha kutokuwepo kwa maambukizi ya virusi vya Ebola kwa wafungwa hao 5. Habari hii imepokelewa kwa furaha, hasa kutokana na wasiwasi uliokuwepo baada ya baadhi ya wafungwa hao kutoroka walipohamishwa kwenda vituo vya matibabu. Mkurugenzi wa gereza la Bunia, Kamile Zonzi, ameeleza kufurahishwa kwake na matokeo hayo. Hata hivyo, timu za afya zinasisitiza umuhimu wa kuendelea kuwa makini na kuimarisha miundombinu ya kinga ili kuzuia hatari ya milipuko ya baadaye. Na mwisho kabisa, Jumamosi Juni 6, 2026, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi alimtunuku tuzo msanii mashuhuri wa nchi hiyo Fally Ipupa mara baada ya kurejea Kinshasa kufuatia matamasha yake mawili katika uwanja maarufu wa Stade de France nchini Ufaransa. Kwa tukio hilo, amekuwa msanii wa kwanza wa Afrika anayezungumza Kifaransa na anayeishi Afrika kutumbuiza katika uwanja huu. Rais Felix Tshisekedi alisisitiza kuwa tuzo hiyo haimhusu msanii pekee, bali inaheshimu safari yake ya kisanii, nidhamu, uthabiti, kazi zake, sauti yake, uwepo wake jukwaani na uwezo wake wa kipekee wa kupeleka roho ya DRC nje ya mipaka ya nchi. Kupitia muziki wenu, sehemu ya DRC inasafiri, inavutia, inakusanya watu na kuzungumza na ulimwengu, alisema Rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Aidha, alitoa heshima kwa watu wakubwa walioweka msingi wa umaarufu wa kimataifa wa muziki wa DRC, akiwemo Papa Wemba, Evolo Kojoker, Josar Nyoka Longo na Zaiko Langalanga, Koffi Olomide, Weranson, Jivempiana, Feregola na wengine wengi, ambao kila mmoja kwa mtindo wake na hadhira yake wanaendelea kuinua bendera ya taifa. Akiwa na nia ya kuona wasanii wa DRC wakichangia zaidi katika kuitangaza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rais alihakikishia kwamba tuzo hiyo haileti upendeleo wala mgawanyiko wa vipaji, bali unafungua njia ya taifa na utathmini wananchi wake wanapolitumikia kwa ubora, mchango na uwezo wa kuhamasisha.
Mwisho wa habari zetu. Naitwa Bedi Jean de la Croix. Kwaheri kwa sasa.